Mchungu, mtaalamu kabisa wa uchambuzi. Bwana, tuko Februari. Ndio. Mpaka tulipofika, upi mwelekeo wa siasa za kidunia kwa mwaka 2026? Yes, tunasema moja ya sifa kubwa ya mchambuzi ni kuwa na uwezo mkubwa wa kutabiri na kuweza kuona mbali. Mwaka 2026 tutaendelea kuona kitu kinachoitwa global insecurity, kwa maana kwamba ukosefu wa usalama wa kimataifa, na kutokana na tafiti za Global Security Index, lakini zaidi sana tutaenda kuona namna gani maeneo ya kimkakati yanagombaniwa, kuanzia Suez Canal, Palestina, eneo la mfereji wa Panama, Ras Al Khaimah, lakini zaidi sana eneo la Hormuz, na katika mlango bahari wa El Mandeb katika eneo la Somaliland, ambao unafahamu kwamba Israeli ameweza kuitambua kwamba ni eneo huru kwa lengo kuweza kuhakikisha kwamba anaweza kupambana na Wahuthi. Trump anatuonyesha kwamba namna gani anataka kudhibiti maeneo yote ya kimkakati kuanzia eneo la Greenland, lakini zaidi sana kuweza kuongeza ushawishi wake katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo mwaka 2026 unaona kabisa kwamba kuna siasa za kijiografia ambazo zimekuwa zikiongozwa, cha kwanza kudhibiti maeneo ya kimkakati, cha pili kuwa na ushawishi kwenye maeneo ya kimbinu, lakini zaidi sana ushawishi wa kiuchumi unapimwa kama ni mojawapo ya nyenzo ya uchumi wa kimataifa.